Munayaona haya yote. Amin nawaambia, hakuna hata jiwe moja hapa litakalobaki juu ya jingine, bali kila moja litabomolewa. Yesu alipokuwa ameketi mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamujia kwa furaha, wakamuuliza, tuambie, mambo haya yatakuwa ni lini? Nayo dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani? Sikia. Wakauliza dalili moja ya kuja kwa Yesu na ya mwisho wa dunia itakuwa ni nini? Yesu akawajibu, jihadharini mtu asije akawadanganya. Hiyo ndio ya kwanza. Ya kwanza alisema jihadharini. Jihadharini mtu yeyote asije akawadanganya. Hiyo ni onyo. Yesu alitoa onyo ya kwanza. Ya kwanza, jihadharini mtu yeyote asiwadanganye. Maana watakuja wakina Kristo wa uongo na watadanganya wengi. Watakuja manabii wa uongo na watadanganya wengi. Ishara moja ya Yesu kurudi ilikuwa ni mujihadhari. Mujihadhari na manabii wa uongo. Mujihadhari na wachungaji wa uongo. Hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwanza. Maana ni nyakati hizi tunazoishi ambako kuna manabii wa uongo ambao wengi wametokea, na hata wachungaji na walimu wanaodanganya watu. Yesu alisema mujihadhari, maana watakuja na ishara na miujiza ili wadanganye watu. Na hizi ndizo nyakati. Hakuna kitu ambacho hawawezi kufanya. Wanafanya kila kitu ili muradi wakaweze kuwadanganya wanadamu. Chochote wanafanya. Watauza chumvi, watauza mafuta, watauza maji, watafanya chochote ambayo wangeweza ili wadanganye watu wengi. Yesu alisema tujihadhari, kwa sababu ni nyakati hizi ambazo manabii wa uongo wamekuja kwa wingi, ndio watimize neno hilo ya kwamba nyakati ni za mwisho. Ni wakati wa kujihadhari. Sio kila mtu unafaa kufuata. Sio kila mtu unafaa kuamini. Maana manabii wa uongo wamekuja na wameshika wengi, wamenaswa, wengi wamekuwa wafungwa wa manabii wa uongo na wachungaji. Ni wakati wa kujihadhari na kusoma Biblia yako ili usije ukadanganywa. Maana yeyote atakayefundisha afundishe kinyume na kile kimeandikwa, basi huyo wachana na yeye. Maana neno la Mungu litasimama, ya wanadamu yataisha, lakini neno litasimama. Ni nyakati za mwisho. Watu wasimame kwenye neno, kwa sababu manabii wa uongo, matapeli, hata walimu wa uongo ni wengi, kwa sababu ni nyakati zilizotabiriwa. Hao ni manabii wa uongo. Akasema pia kutakuja walimu wa uongo. Sikia kitabu cha Timotheo wa kwanza pale
moja, maandiko inasema, Roho asema waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Mafundisho kama hayo huja kupitia uongo na ni wanafiki. Sikia, Roho anasema kwamba siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na watafuata roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani. Tuko nyakati hizi za mwisho, watu wameacha imani ya kweli ambayo huja kwa kutokana na Biblia. Imani huja kwa kusikia, na ni kusikia neno la Mungu na ni Biblia. Sasa kuna imani nyingine ambazo zimekuja ambazo sio za Biblia, imani za ajabu, mafundisho ya wanadamu na sheria za wanadamu, sio za Mungu wala sio za Biblia. Mungu anasema jihadharini, maana Roho anasema waziwazi ya kwamba siku za mwisho watu wataiacha imani na watafuata maroho zinazodanganya. Hizi ndizo nyakati watu wanaacha roho wa Mungu, wanaenda kwa roho za kudanganywa. Walioanza na roho wanaingia kwa mwili. Hizi nyakati ndio zilizonenwa, nyakati za udanganyifu. Watu wanadanganywa, maana mtu anajiita ni nabii, maana mtu anasema anaona, anasikia, ako na ujumbe, anaenelewa, analipa kaita. Huyo mtu unamuamini. Maandiko inasema chunguza roho. Maroho ni mengi ya kuwadanganya watu, maroho ya kuwadanganya, kuwaibia watu, maroho yanayohubiri kwa jina ya faida ya tumbo zao. Wengine wanatabiri wakiangalia mfuko yako, wengine wanafundisha wakiangalia matajiri, wachungaji, manabii, hata mitume wa uongo wanafundisha wakiangalia mfuko. Mahubiri yao ni ya pesa, unabii wao ni wa pesa, kila kitu ni upendo na tamaa ya pesa. Jihadhari, ni nyakati za mwisho. Jihadhari. Yesu alionya. Ishara ya kwanza ni udanganyifu, na ukiangalia kwa makanisa mengi, hata kwa maruninga, kwa matelevisheni, kile ambacho kiko unapata kuona ya kwamba ni udanganyifu. Watu wengi hawahubiri ukweli, wanahubiri uongo na mafundisho ya wanadamu. Wengine wanatabiri mambo ya wanadamu ambao ni uongo kwa faida zao. Manabii wamejaa kwenye maredio, kwenye matelevisheni. Wengine wanalipwa washuhudie shuhuda za uongo, miujiza za uongo. Ni nyakati ambazo ni za mwisho, ni nyakati ambazo ni za hatari. Tuwe macho na tujihadhari, maana nyakati ni za mwisho, na manabii wengi wa uongo wameongezeka, wako kila mahali wakidanganya watu na kuibia watu mali yao na sadaka. Kila mahali ni kama wamemwagwa, wako kila redio,
kila televisheni, na hakuna mahubiri ambayo ni ya kweli. Inakuwa ni chache, ni wachache wanaonena kweli, ni wachache ambao wanaosema vile Mungu anataka. Maana wengi wanajitafutia tumbo zao, wamekuwa wakulipwa. Ni kweli, ni nyakati za mwisho. Hiyo yote ilinenwa na hiyo yote ilitabiriwa. Akasema tutakapoona hiyo, tujue ya kwamba mwisho wa mambo umekaribia. Hebu sikia, pia watu watajitenga na imani na wataenda kufundishwa na watu wa namna ile. Yote ni mambo ambayo ilikuwa imenenwa. Ndio wakusikia sikie, wakupotea wapotee, wakuokolewa aokolewe. Hebu sikia, anasema ya kwamba anasema kitabu cha Timotheo, kitabu cha Timotheo, anasema ya kwamba wakati unakuja ambao watu watakataa kukubali mafundisho yenye uzima. Badala yake, ili kuitimiza tamaa zao wenyewe, watajikusanyia idadi kubwa ya walimu wapate kuambia yale ambao masikio yao yanatamani kusikia. Sikia, wanakataa kusikiza kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Sikia, nao Wakristo wa leo watakataa kweli. Wengi watakataa kweli na watajitafutia wachungaji wao na walimu ambao wanaweza kuwalipa, maana wamefundishwa kwa njia ya wanadamu. Sasa wanakuwa na wafundishi wa walimu wao ambao wanaweza kulipa, ambao watawahudumia vile wanataka, watahubiria vile wanataka. Watajikusanyia idadi kubwa ya walimu wapate kuambia yale ambao masikio yao yanataka kutamani au yanatamani kusikia. Ndio, ni nyakati hizi. Watu wengi hawataki ukweli, hawataki walimu wa neno ya kweli. Watu wengi ni wale wanataka kusikia yale maneno ambayo masikio yao inatamani. Kama ni dunia watasikia, kama ni kuhusu mashamba, magari na baraka, hiyo ndio baraka. Watu mahubiri, watu wanataka kusikia mafundisho ya mwili, mafundisho ya dunia, mafundisho tu ambayo ni ya utajiri na mali. Hiyo yote imenenwa. Bila watu watakataa mafundisho ya kweli na watajitafutia walimu tele, idadi watakuwa ni wengi sana kuliko wa ukweli. Kama wakati wa Ahabu kulikuwa na manabii wa uongo wengi, lakini Ahabu alikuwa ni moja tu. Hata wakati wa Elia wengi walikuwa ni manabii wa uongo, lakini wachache walikuwa ni wa kweli. Na wale ambao ni wa kweli wengi walikuwa wamejificha, hawataki kutokea. Vivyo hivyo nyakati tulizo, manabii wa uongo ni wengi na wanafundisha yale mambo watu wanataka kusikia. Wanatabiri kwa uoga na kudanganya watu na kuuzia watu uoga. Wanawafanya watu kuwa mateka wao. Wanakuambia, ninaona, ninasikia, ninaambiwa, Mungu anasema. Yaani wamekuwa miungu ya wanadamu. Watu wanafurika huko, ati ni huduma, ati ni kuhudumiwa. Wale wanahudumiwa
watu ambao hawana Roho Mtakatifu, maana ndani yao ni kama mkebe, haina kitu ndani. Maana Mkristo yeyote anafaa kuwa ako na kitu ndani yake, ako na Roho wa Mungu anayefaa amunenee. Unafaa kuhudumiwa na Roho Mtakatifu, sio mwanadamu ati ndiye anakuhudumia kila kitu mwanadamu, kwani wewe hauna Roho. Yesu alisema anatupa Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza, ambaye atanena ndani yetu, ambaye ndiye atatuongoza na kutuonyesha mambo. Sasa wewe ambaye unahudumiwa kila siku, kila wakati, kwani uko mbali na Mungu, hauna Roho, hausikii kwa Mungu, wala hauna uhusiano na Mungu. Unaenda kwa manabii ndio upate uhusiano, usikie vile Mungu anasema. Kwani wewe ni mtoto wa nani? Maana watoto na baba wanaongea. Ni mtoto mgani ambaye haongei na baba yake hapa kwa hapa? Wewe unataka kuongeleshewa tu, unataka tu kupewa ujumbe na kuambiwa vile Mungu anasema. Maana wewe hauna ushirika na Mungu, hauna masikio. Wewe sio mtoto wa Mungu. Hapana, walio wa kweli wananenewa na Mungu, wako na Roho wa kuwahudumia kila siku. Ukiondoka njia, Roho wa Mungu anakukanya, anakuonyesha. Lakini sasa Wakristo wamekuwa ni watu wa kudanganywa na kuhudumiwa. Mtu ambaye anahudumiwa ni mtu ambaye hana Roho, ni mtu wa ulimwengu, mtu hajui Mungu, hata sauti yake haijui. Huyo ndiye ambaye anahudumiwa. Lakini mtu ambaye ameokoka, mtu ako na Roho wa Mungu, anahudumiwa na Mungu. Ni wakati wa kukomaa na kujua kweli, ili kweli tuweke huru. Anasema nyakati za mwisho watu watakataa mafundisho yenye uzima. Yaani ile neno iko na uzima wanakataa, wanataka ile neno tu ya mwili. Ndio unaona ya kwamba leo kila kitu imebadilika, na mambo ya leo imekuwa tu ni kama drama, yaani imekuwa ni kama sarakasi na vitu hivi na dezi na doboro kanisani, ni kufurahisha mwili tu. Watu wengi wanaenda wafurahishe mwili na mafundisho na nyimbo na kurukaruka tu na kujionyeshana. Imekuwa ni kama dunia imeingia kanisani, maana watu wameacha mafundisho ile ya kweli, wameacha neno ambayo ni ya uzima. Ni nyakati hizi zilizonenwa ili tujue na tutazame mambo hayo, tusije tukadanganywa. Ndio, hebu soma kitabu ambacho ni cha Yohana pale 13. Yesu aliongea sana kuhusu manabii wa uongo, hata wachungaji wa uongo ambao wanalipwa, ambao wakiona mbweha wao wanapotea, wao hawezi kuvumilia, wanapotea, maana ni wakulipwa, hawana upendo, hawezi kujitolea. Hapana, hawana kujitolea, maana ni kulipwa, wanalipwa. Hakuna vile anajitolea. Kama utamuona akuje kwako, labda umulipe, labda uweke gari mafuta, sijui ulipe tukutuku, sijui ulipe pikipiki, ndio aje kwako. Kama ni maombi, lazima uombewe kwa pesa, hawezi kujitolewa, lazima umulipe. Watumishi, wachungaji wa uongo
waliotabiriwa ya kwamba wanalipwa. Hata ukimuita kwa ibada lazima alipwe. Wengine hata ni waimbaji wanalipwa, hata wacheza kinanda wanalipwa, hata wanaoimba wanalipwa. Sasa kanisa yote ikiwa watu wote wanalipwa, hata miujiza italipishwa, maombi inalipishwa, ushuhuda ni wa kulipwa. Yaani vitu zote sasa ni biashara. Hata injili yenyewe lazima inalipishwa. Maana kama mchungaji ni wa kulipwa, mwimbaji analipwa, mpiga kinanda analipwa, masemaji wanalipwa. Hiyo sasa ni kama biashara. Hakuna cha bure, hakuna cha kujitolea. Wanakuja ni kama wanamtukuza Mungu, sio kujitolea, ni malipo. Ondoa malipo, hautawaona tena, hautawaona. Ondoa malipo, hautawaona, maana hawajitolei. Ndio soma neno Yohana 10 pale 13, yote imeandikwa ndio tuijue na tuijue. Anasema mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo. Sikia, yeyote ambaye ameajiriwa, mchungaji yeyote analipwa. Ndio, huyo sio mchungaji mwenye kondoo, huyo sio mchungaji, huyo ni mfanyikazi kama wengine. Ndio maana mambo yake ni ya pesa tu, mafundisho yake tu ni ya pesa. Yuko kazi, hata akizika yuko kazi, lazima bahasha. Hata wakati wa mazishi wanachangisha, wanachanga pesa, wanakusanya, wanaenda nazo. Maana mchungaji wote wa kulipwa, wa kuajiriwa, huyo sio mchungaji, huyo ni mfanyikazi. Na mfanyikazi lazima apewe mshahara yake. Yesu akasema mtu wa kuajiriwa sio mchungaji mwenye kondoo. Amuonapo mbwa mwitu akija, yeye hukimbia na kuacha kondoo, naye mbwa mwitu ulishambulia kundi na kulitawanya. Yeye hukimbia kwa sababu ameajiriwa, wala hawajali kondoo. Sikia, hawajali kondoo, na yeye hukimbia maana ameajiriwa. Yeye hajali kondoo, na kama anajali wale ambao ni wanono, wale ambao wako na kitu ambao wanaweza kumulisha. Lakini wengine hawajali. Tena anakimbia wakati wa vita, wakati kondoo wanahitaji, yeye anakimbia. Hautamuona huko, maana huko hasaidiki. Hata kwa ushirika hawezi kuja, maana huko hakuna kitu chake. Huko hakuna kitu, hata kuku hakuna ya kuchinjiwa. Sasa hautamuona. Hawa ni walaghai, hawa ni wakora, hawa ni waongo, na hawa ni matapeli. Ni wakati wa kuita kijiko na kuita jebe. Kama kitu ni kweli ni kweli, kama kitu ni uongo ni uongo. Maana hawa ndio wameharibu injili, wameharibu imani, wamefanya watu wakose hata kuokoka. Maana wengine wanawaangalia, wanauliza kama huyo ni mchungaji, sasa tufanye nini? Afadhali nikae hivyo kuliko niende kwa hiyo kanisa, maana ni biashara tupu na upendo wa pesa. Sikia, hata pesa za mchango yeye anakula zote, ananyanyua. Hawezi kuaminiwa, hawezi kumwamini
na pesa, wala wengine hawezi kuaminiwa na mali, maana ni wakorofi wenye tamaa. Hata wengine hawawezi kuachiwa, hata mabinti hawawezi kuachiwa, hata wanawake hawaaminiki. Ni wajeuri, wenye tamaa, wafisadi, washerati na tena wazinzi. Jueni kweli, na kweli iweke watu huru. Yesu anasema ya kwamba yote ambaye anaweka pesa mbele, huyo sio mchungaji, huyo ni kuajiriwa, ameajiriwa na sio Mungu. Hapana, ni mwanadamu. Ndio maana wanafundisha ili wapendeze wanadamu. Ndio maana wanajituma wafundisha wanadamu yale mambo ambayo mwanadamu wanataka kusikia. Hiyo ndio utasikia wakisema. Hawatasema mambo ingine. Kile unatamani ndio utasikia. Kama unataka kubarikiwa, utasikia wakikwambia mambo ya kubarikiwa. Ndio watakwambia tamani mambo ya tumbo, mambo ya dunia, mashamba, magari. Sijui ninaona kuna shamba, ninaona magari, ninaona ukienda ng'ambo. Ng'ambo sio mbinguni, ng'ambo ni dunia tu. Hapana, kuingia ndege sio kuingia mbinguni. Na hiyo mambo, kama Mungu amekusudia kukubariki, hata hauhitaji nabii wakuja kukutangazia. Mungu atafanya kile Mungu ameahidi, atatenda. Lakini hatafanya kwa watu ambao wamemwacha Mungu. Ndio Mungu anawabariki wale ambao wanaotii, wale wanatii. Alisema mkitii na mfanye yaliyo nendwa, atawabariki. Lakini hizi zingine baraka, mtu ni muongo, anaambiwa atabarikiwa. Msherati anapewa unabii, atabarikiwa. Maunabii, watu waovu wanabarikiwa namna gani? Hiyo ni uongo. Mtu amenyang'anyana bwana yake, mwingine anakaa katika ndoa ya uongo, mume aliye naye sio wake. Lakini huyo nabii anawatabiria vizuri, anawaambia vile watajenga, vile watabarikiwa, lakini hawaoni dhambi. Sasa mtu mbaya atabarikiwa namna gani? Anafaa ambiwe atubu, lakini hao hawaambii watu watubu. Ni baraka tu. Wengine wamevaa nusu uchi na wanaambiwa wako sawa. Mungu anaangalia hao manabii wa uongo, wachungaji wa uongo. Hawakemei dhambi, hawaonyi, hawafundishi watu tofauti ya hii ni mzuri, hii ni mbaya. Vitu zote ni nzuri, nyimbo zote zimekuwa mzuri, dansi zote ni sawa, watu wanaimba vile wanataka. Kama ni doboro imeingia kanisa, dansi ni dansi. Mavazi ya aibu, hakuna kukemea uchi. Wanabii na nabii anaona lakini haoni uchi yao. Kwani anaona lakini haoni dhambi zao. Anaona unaenda Amerika na haoni unaishi na mzee wa wenyewe. Haoni mwingine ni mlevi, na huyo mlevi ndiye nabii anakuja kubarikiwa. Hawa ni manabii wa uongo na wakora. Maandiko inasema, inawaita hawa ni mbwa koko, yaani mbwa ambao haina meno, haiumi, mbwa ambazo hazing'ati, yaani hata hazibweki. Zikiona ubaya zinalala tu, maana zimeshiba, ni tumbo tu. Ndio wanaona lakini hawaonyi watu, hawakemei kwa sababu ya mshahara yao. Wanahofia. Kwa nini hawakemei dhambi? Kwa nini wengi hawataki kuongea ukweli? Maana wanaogopa njaa, wanaogopa
kukosa sadaka, ni njaa na tumbo zao wanalilia. Ndiyo maana mambo imeharibika kanisani, watu wameharibika. Usherati, uaji ya mimba, mipango ya kando, wizi, mavazi baya, tabia baya, ulevi. Wanarika wamevaa kama watu wa dunia, watu kunyoa kama dunia, dansi kupiga kama dansi ni kama disco. Hawawezi kusema ukweli, maana wanaogopa kukosa sadaka. Hiyo ni kweli, na kweli ni kweli kabisa. Jihadharini na manabii wa uongo, kwa sababu ni wakati wa mwisho. Wakusikia anasikia, wakukataa ataendelea na kukataa, maana imeandikwa ya kwamba watu hawatataka, watachukia kweli na watapenda ukweli, watapenda uongo kuliko kweli. Watu watakataa mafundisho ya ukweli na watakimbia mahali watu wanadanganywa. Huko ndio wanajazana, wamama wanajazana sana huko kwa utapeli na sarakasi. Huko utasikia watu wanapiga nduru, utawapata huko, maana wanataka kudanganywa kama vile Eva alidanganywa na nyoka. Wengi watadanganywa hivyo, maana wanataka kusikia sauti kama vile sauti Eva alisikiliza sauti ya nyoka. Wengi na wao wanasikiliza sauti za nyoka ambazo ni za manabii wa uongo na wakora. Wamekataa kweli ambao ni neno la Mungu. Ni kweli, na kweli itajisimamisha. Hatuhitaji mtu akuje ati ashikilie kweli. Hapana, sihitaji mtu wa kunishikilia. Kweli ndio itanishikilia, kweli itajisimamia, na kweli itasimama. Ndio kweli. Lakini manabii wa uongo wanahitaji watu wa kuwashikilia. Mkiwaachilia wameanguka. Wanahitaji walipe watu, waende washirika kadhaa watakao wasimamia na watakao waulizia na kusema na kuwatetea. Lakini kweli haihitaji wa kutetea. Kweli inajisimamisha, maana kweli imejisimamisha na inajidumisha. Haleluya! Unasoma kitabu cha Mika, unasikia vile walivyo. Yote ninasema niulize, nitakujibu. Iko katika Biblia. Utasikia katika kitabu cha Mika, Mungu anaonya, anasema pale Mika 3:11 inasema viongozi wake wanahukumu kwa rushwa na makuhani wake wanafundisha kwa malipo. Sikia, ati makuhani ni wachungaji, walimu, hawa mitume, hawa manabii. Wakuhani wanafundisha kwa malipo, nao manabii wanatabiri kwa pesa. Iko kwa Biblia. Soma Biblia yako, kitabu cha Mika 3:11. Ati manabii hao wao wanatoa unabii kwa pesa, na walimu nao wanafundisha kwa malipo. Hiyo kiti yako huwa analipwa kila mwezi, analipwa tena, amewekwa. Hata nyumba anakaa analipiwa, hata watoto watalipiwa, na yeye ndio afundishe vile anatakikana. Asije akafundisha kitu kingine, maana ameajiriwa. Yeye tu anakaa, hata nyumba anakaa analipiwa. Sikia, nyakati ndizo hizi za uongo. Ndio maana ukitarajia wahubiri ukweli, hawatahubiri, maana dini yao imesema wakihubiri watakosa malipo. Wakiwaambia watu wawakwaze na kweli, huko hawatakaa, huko wataondoka na hawatatumiwa mishahara yao.
maombi, mishahara watakosa. Ndio maana ukitarajia waongee ukweli, utazeekea huko, kwa sababu haiwezekani. Maandiko inasema hawa manabii wa uongo wanatabiri kwa pesa. Sikia, hata hivyo wanamwegemea Bwana na kusema, je, Bwana si yumo miongoni mwetu? Ati hakuna maafa yatakayotupata. Sikia, tena wanasema ati kuna amani, na wanasema ati Mungu ako pamoja na wao, ati Mungu ako hapa. Ninasikia Mungu, ninaona Mungu, sijui wengine ninaona malaika. Na wanasema hakuna maafa yatawapata, yani hakuna mabaya. Wao wanasema tu mazuri, hawaoni mabaya. Hivyo ndivyo Mungu anasema, wanaotabiri amani wakati sio kuzuri, wao wanasema ni kuzuri. Mambo sio mazuri, mambo sio. Roho wa Mungu ni kulia, analia, na analilia kanisa, analilia injili ya leo, analilia wachungaji wa leo, analilia Wakristo wa leo vile wako na mzaha. Lakini wao wanasema kuko sawa, wanakuja wanawakorogea, wanawapaka mafuta. Mafuta, mutabarikiwa, mambo ni mazuri, sijui hiyo yote. Lakini Mungu anasema sio kuzuri. Wakati Mungu anasema watu watubu, wao wanapakwa mafuta na wanaoneshwa tayari wako mbinguni. Ni kweli, wananena kinyume cha Mungu, wanapiganisha wanadamu na Mungu. Maana wakati unaambiwa uko sawa na unapewa unabii, hiyo kitu kikosa kutimia, unachukia Mungu. Unaona kama Mungu alikudanganya. Hawa manabii wanakukosanisha wewe na Mungu. Wengine walitabiriwa ya kwamba watapata shamba. Sasa imekuwa miaka 40 hajawahi pata. Wengine akaambiwa ati kuna gari inakuja. Hii gari ni kama ilikuwa inatoka mwisho wa dunia, na ilikuwa inakuja na meli, haijafika. Sasa imekuwa ni miaka 10 hajapata. Alitabiriwa. Hata wanaona ni kama Mungu anadanganya. Sio Mungu, hawa ndio walikudanganya. Mungu akiongea anatimiza. Usidanganywe. Wengi wameachana na Mungu kwa sababu ya kudanganywa. Wengine nilisikia Mungu anasema kiutaraini, mafundisho, watu wanadanganywa kwa jina la Mungu. Wakati hiyo kitu inakosa kutimia, watu wanachukia Mungu, wanachukia hata kanisa, wanachukia hata wachungaji. Ndio unapata watu wengi hawaamini hata wachungaji. Maana mtu alidanganywa akakosa imani na wao. Ndio maana ninasema kweli, ndio watu wajue ukweli. Kwa sababu kuna watu hawaendi hata makanisa kwa sababu ya kile waliona. Waliona ni kama zote ziko hivyo, na wengine wakachukia Mungu. Hapana, kweli ni kweli. Mungu anasema tujihadhari na wao. Na hapo ndipo alisema ya kwamba kwa sababu tunaona sasa wanauza kama kila kitu ni cha kulipa. Waibaji wanalipwa, wacheza daramu wanalipwa, hata shuhuda na miujiza zinalipiwa. Kila kitu kimekuwa ni cha kulipiwa. Sasa imekuwa ni kama biashara tu. Na hiyo Mathayo 10 nasema tulipewa bure. Kama ni vipawa ulipewa bure, fanyia Mungu bure, na mtoe watu bure, hata muombee watu bure. Maana vipawa mulipewa bure. Mathayo 10:8 inasema. Lakini sasa ingine imekuwa tu ni kama biashara. Hapana, maandiko inasema tutawajua kwa matendo. Kwa matendo yao watajulikana. Kama mtu anauza injili, anaweka pesa na tamaa,
huyo sio mchungaji. Huyo anajitafutia riziki yake mwenyewe. Ukisoma neno la Mungu linatuambia kwa matunda yao utawajua. Kwa matunda yao utawajua. Wako na upendo wa pesa, tamaa ya mali na kutajirika. Kile wanataja ni utajiri tu, ni mambo ya dunia. Hiyo ni ishara moja na matunda yao. Wengine ni washerati, wengine ni wakora, wengine hata ni walevi, wengine hata hawawezi kuachiwa mali ya wenyewe. Hata wengine hawawezi kuachiwa boma ya mtu, wataiharibu. Yaani kuna tamaa, kuna kitu baya. Kwa matendo yao utawajua, asema Bwana. Ukisoma kitabu cha Isaia 56, naye anaonya na kusema vile walivyo. Isaia pale 10, Isaia 56 pale 10 inaonya kuhusu hawa. Anasema hivi: walinzi wa Israeli, hawa manabii ni vipofu, wote wamepungukiwa na maarifa. Ati hawana maarifa. Kama unadhani utawakuta ati wakupe maarifa ama wapatie watoto wako maarifa, hata wao wamepotea. Sasa watakupatia maarifa baya yaliyoharibika. Kama vile wameharibika, hata wao watakuharibu. Sio watu wa kupatia watu maarifa. Hata kwa doa, wao wenyewe hawana doa. Doa zao zinakaa vita, zimeharibika. Sasa mtu ambaye hajui kuweka mke wake atakupatia maarifa ya kuweka mke wako namna gani? Kama kwake kuna waka moto, atakupatia maarifa ya kujenga nyumba yako namna gani? Anasema hawa wamepungukiwa na maarifa, na wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kubweka, hulala na kuota doto na kupenda kulala. Sikia, wao tu hulala na kuota doto. Wao tu ni doto, niko na doto, nimeonyeshwa. Ubwa mwitu, ubwa walio bubu, hawawezi kubweka. Wao kazi yao ni kulala na huota doto na wanapenda kulala. 11 inasema ni mbwa wenye tamaa kubwa, kamwe hawatosheki. Akiwa kona tamaa hawatosheki. Ukimpatia kidogo, utaona hata uso yake imekujamana. Ndio, ukikataa kutoa sadaka, hiyo siku hakuna furaha. Ndio, ubwa mwitu, ubwa wenye tamaa kubwa na hawatosheki na kile walicho nacho. Wao ni wachungaji waliopungukiwa na ufahamu. Wote wamegeuka njia yao wenyewe. Kila mmoja hutafuta faida yake mwenyewe. Sikia, ati wote wamepungukiwa, wamegeuka njia yao wenyewe. Wanaenda huku na kule. Wameacha njia ya kweli, sasa wanajitafutia njia zao. Na kisha wanajitafutia faida zao wenyewe. Sasa ukipatana na wao, utakuwa faida kubwa kwao. Hata ukienda kwao, utakuwa ni faida kubwa kwao. Anasema, Mungu anasema tumrudie na turudi katika kweli, maana kweli ndio itatuweka huru. Hivyo ndio Mungu anasema, nyakati za mwisho na nyakati za hatari, jihadharini na manabii wa uongo. Ni wakati wa kujisomea neno. Ndio, soma Biblia yako, fungua macho, omba, na utajua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Wacha kusema utatoka huko, ni kama ulikorogewa. Hatunajua mimi mama yangu alikuwa huku, baba yangu ni wa huku, nilizaliwa huku. Hapana,
Kanisa sio kukorogewa. Kanisa ya kweli ni roho yako. Na ukweli, kanisa sio mbinguni. Mbinguni ni tofauti na kanisa. Usije ukajikorogea mahali. Kama mahali hakuna kweli, toka, okoa maisha yako. Kama unafuata wao, Mungu alisema msiwafuate, usidanganywe. Ndio, usikae kama kuna mahali ambapo kuna mbingu. Hakuna kanisa iko na mbingu yao. Mungu ni mmoja. Wakikataa kukaa kama neno, achana na wao, toka. Fadhali ukae kwa nyumba, ndio, ukiomba na kufunga na ukisoma Biblia, kuliko uwe mahali ambapo kwa udanganyifu, mahali unanajisiwa na kudanganywa na roho za Shetani. Maana unakuwa ni kama kipofu anafuata kipofu mwingine. Afadhali wache kufuata, maana utaanguka kwenye shimo. Yesu alionya, kitabu cha Mathayo 7 pale 16, akasema ya kwamba vivyo hivyo mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu kwenye miba au tini kwenye michongoma? Mtawajua kwa matunda yao. Vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Hivyo ndivyo anasema kila mti usiozaa matunda mazuri unakatwa na kutupwa motoni. Kwa hivyo mtawatambua kwa matunda yao. Haujalishi, haifai hata hausigojee ati malaika atoke mbinguni. Wewe fungua macho na masikio yako. Kwa matunda yao utawajua. Kwa matendo yao utajua hawa ni kweli ama ni waongo. Ni nyakati za kulilia nafsi yetu. Lilia maisha yako. Mahali unaenda, yeyote ambao unafuata, ulilia maisha yako. Maana yule unafuata anaweza kukufikisha mbinguni au jehanamu. Hata ukienda kwa stage, haupandi kila gari. Upandi kila gari. Ati kila dereva ati ndiye atakupeleka, atakuendesha. Unamwamini akupeleke safari. Mwingine anakula mmegoka, ako na pombe pale mbele, vile anaongea, vile anafanya, ati unamwamini awe dereva. Hata kufikisha, utaangukia kwa barabara na utapoteza nafsi yako. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo na wachungaji waliko hivyo. Sio kila mahali unavaa uende, sio kila yote ati gari imejaa uingie. Hapana, hapana. Sio kila gari unapanda. Wengine ni wakora, wengine ni walevi, wengine wameelewa na mambo ya dunia, wamekimbizana na pesa, hawajali. Wengine hawajasomea, wengine hawajaitwa, wengine hawajui kwenye wanaenda, hawana maarifa. Sasa watakufikisha wapi? Na wao wamepotea. Ni wakati wa mwisho. Jihadharini na manabii wa uongo. Kristo anasema, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua kwa kuwa umenena nasi katika neno lako. Ni kwa wema wako na fadhili. Tunashukuru maana unaendelea na kuwafundisha wale walio na haja ya kufundishwa, na kuwanenea wale walio haja na ya kweli. Wale walio wako wanasikia, na kondoo watashua kweli. Bwana, ninasema ni asante. Wafugue wale waliofugwa Baba na uongo na udanganyifu, na wale ambao walio katika giza waweke kwenye nuru katika jina la Yesu. Fungua njia ili watu wako waokolewe. Kondoo wako waliofugwa na wafungulisha popote wametekwa nyara katika jina la Yesu. Nikitangaza kama vile ambavyo ulituma Musa aende ambie Farao awachilie kondoo zako, nami ninatangaza wewe pepo mchafu, roho za udanganyifu, roho za uongo, ninakuamurisha katika jina la Yesu. Wachilia watu kondoo wa Kristo katika jina la Yesu. Wachilia makanisa, wachilia wachungaji, wachilia wa kondoo, wachilia watu wa Mungu katika jina la Yesu. Ninaomba
Bwana, watu wako wafunguliwe kwa ukweli na kwa neno, maana ukweli ndio unaofungua watu. Katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amina, amina.